Katika sherehe ya Pentekoste tunayo kila mmoja wetu ndoto moja. Masomo ya sherehe ya Pentekoste, somo la kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 11. Na wakati somo la pili ni barua ya kwanza kwa Korinto sura ya 12 aya ya 3 hadi ya 7 na ile aya ya 12 hadi ya 13. Wakati injili ni ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 hadi ya 23. Ndugu zangu wapendwa, Pentekoste haikutokea katika mazingira ya utulivu na faraja. Mitume hawakuwa wameketi ufukweni wakitazama mandhari nzuri huku wakingojea miujiza. Walikuwa katika hali halisi kabisa ya hofu, mkanganyiko na uchovu wa kiroho. Yerusalemu wakati ule ilikuwa mji wenye msongamano mkubwa sana wakati wa sikukuu za Kiyahudi. Mahujaji walikuwa wanakuja kutoka sehemu mbalimbali za dola ya Kirumi na maeneo ya Mashariki ya Kati. Barabara zilijaa watu, biashara, kelele za masoko, askari wa Kirumi na mijadala ya kidini. Lakini nyuma ya shughuli zote hizo kulikuwa na hali ya siasa iliyokuwa na mvutano mkubwa. Warumi waliotawala kwa nguvu za kijeshi, Wayahudi wengi walitamani ukombozi wa kisiasa. Makundi ya kidini yalipingana kuhusu namna ya kumtumikia Mungu. Na wiki chache kabla ya Pentekoste, Yesu alikuwa ameuawa hadharani msalabani. Kifo chake hakikuwa tukio la kawaida. Kilikuwa adhabu ya aibu iliyotolewa na utawala wa Kirumi wa watu waliotazamwa kama tishio. Ndiyo maana mitume walikuwa na hofu ya kweli. Walijua ikiwa Yesu aliuawa, hata wao wanaweza kukamatwa na kuuawa. Injili ya Yohane inasema walikuwa wamefunga mlango kwa kuwaogopa Wayahudi. Hiyo haimaanishi waliwachukia Wayahudi wote. Maana yake ni kwamba waliogopa viongozi waliokuwa wameongoza mpango au wamepanga mipango ya kumuua Yesu. Hebu jaribu kuwaza hali ya kile chumba walichokuwemo. Hakukuwa na muziki, hakukuwa na uhakika wa kesho. Kulikuwa na watu waliokuwa wamechoka kihisia. Petro bado anaumia moyoni kwa sababu alimkana Yesu hadharani mara 3. Mtakatifu Toma mtume bado na mashaka na hajui ni nini anapaswa kuendelea kuamini tena. Mtakatifu Toma mtume bado na mashaka na anaendelea kukosa imani. Wengine wanajiuliza, tutaenda wapi? Tutafanya nini sasa? Je, kila kitu kimeishia hapa? Hiyo ndiyo hali halisi ya Pentekoste. Na ukweli ni kwamba hali hiyo si ngeni hata leo. Kuna watu wengi wanaonekana kawaida nje, lakini ndani wanaishi katika chumba kama hicho. Chumba cha hofu, chumba cha majeraha, chumba cha mkato wa tamaa. Mtu anaendelea na kazi kila siku lakini moyo wake umechoka. Mtu anacheka mbele za watu lakini usiku analala akiwa na mawazo. Familia inaweza kuonekana vizuri mbele ya jamii lakini ndani hakuna mazungumzano tena. Hapo ndipo Pentekoste inapoanzia. Roho Mtakatifu alikuja katika hali halisi ya maisha. Biblia inasema, ghafla kukaja upepo kutoka mbinguni, uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kwa kasi. Mwinjili Luka anatuambia picha tofauti kabisa. Anatumia picha ya upepo kueleza nguvu ya uwepo wa Mungu. Katika Agano la Kale, upepo mara nyingi ulihusishwa na pumzi ya Mungu inayotoa uhai. Kwa hiyo Pentekoste si tukio la makelele tu. Ni Mungu kuingiza uhai mpya ndani ya watu waliokuwa wameishiwa nguvu. Na jambo hili muhimu ni kwamba Roho Mtakatifu hakuondoa matatizo yao yote mara moja. Warumi hawakuondoka Yerusalemu siku hiyo. Hakukuwa na serikali mpya. Hakukuwa na maisha rahisi kwa ghafla. Kilichobadilika kwanza ni wao wenyewe. Petro aliyekuwa muoga anasimama hadharani na kuanza kuhubiri Injili. Watu waliokuwa wamejificha wanaanza kutoka nje.
Roho Mtakatifu aliwapa uwezo wa kukabiliana na maisha kwa namna mpya. Na hili ni fundisho muhimu sana. Wakati mwingine tunafikiri kazi ya Mungu ni kuondoa matatizo yote haraka, lakini mara nyingi Mungu huanza kwa kumbadilisha mwanadamu ili aweze kuyakabili maisha kwa imani, hekima na matumaini. Pentekoste ni kinyume cha Babeli. Katika Agano la Kale, simulizi la Babeli linaonyesha wanadamu waliotaka kujijengea jina kwa nguvu zao wenyewe. Matokeo yake yalikuwa ni mgawanyiko. Katika Pentekoste, Mungu hafuti tofauti za watu. Wale waliokuwa Yerusalemu bado walikuwa na lugha, tamaduni na historia tofauti, lakini sasa wanaanza kuelewana. Hilo ndilo jambo la msingi. Roho Mtakatifu hageuzi watu wote kuwa sawa. Anawafundisha kuishi pamoja katika tofauti zao. Na dunia ya leo inahitaji sana fundisho hilo tena, kwa sababu tunaishi katika kipindi ambacho watu wamegawanyika kwa sababu za kisiasa, familia zinavunjika kwa sababu ya mambo ya fedha, ndugu wanakosana kwa sababu ya urithi wa familia, watu wanahukumiwa kwa kabila, rangi au hadhi yao. Tatizo kubwa mara nyingi si tofauti zetu. Tatizo ni ukosefu wa moyo wa kusikiliza, kuelewana na kusameheana. Siku ya Pentekoste, watu walisikia ujumbe kwa lugha walizozielewa. Hilo lina maana kubwa sana. Mwanadamu hahitaji ukweli tu, anahitaji ukweli unaosemwa kwa upendo. Maneno yanaweza kujenga au kubomoa. Katika maisha ya kawaida, mtoto anaweza kubeba majeraha kwa miaka mingi kwa sababu ya maneno ya mzazi wake. Ndoa inaweza kuharibika polepole kwa sababu ya dharau ndogo ndogo za kila siku. Mtu anaweza kuwa na mkato wa tamaa kabisa kwa sababu hakuna aliyewahi kumtia moyo. Lakini pia neno moja la faraja linaweza kumbadilisha mtu. Ndiyo maana Roho Mtakatifu anataka kubadilisha namna tunavyozungumza. Kabla ya kujenga dunia mpya, lazima tujifunze kusema samahani na kusamehe, asante, tuko pamoja. Maneno hayo yanaweza kuonekana madogo, lakini hubadilisha maisha ya watu. Mtume Paulo anasema kuna karama mbalimbali, lakini Roho ni mmoja. Kanisa la kwanza lilikuwa na watu tofauti sana: wavuvi, watoza ushuru, wajane, matajiri, maskini, Wayahudi na watu wa mataifa mengine. Na hata leo kanisa lina watu aina tofauti. Sio kila mtu atahubiri, sio kila mtu atakuwa kiongozi, lakini kila mmoja anayo nafasi yake. Kuna watu wanaofanya huduma kubwa lakini kimya kimya, wanaowatunza wagonjwa, wanaolea watoto kwa uaminifu, wanaowasaidia maskini, wanaosali kwa ajili ya wengine kila siku. Roho Mtakatifu hufanya kazi pia kupitia mambo hayo ya kawaida ambayo mara nyingi hayapewi kipaumbele. Ndugu zangu wapendwa, Pentekoste sio simulizi la ajabu lililotokea zamani tu. Ni mwaliko wa hivi leo kwamba Mungu bado anataka kuingia katika mioyo yenye hofu, familia zilizochoka, jamii zilizogawanyika na maisha yenye mkato wa tamaa. Roho Mtakatifu bado anaweza kutenda, kuleta upatanisho, kurejesha matumaini na kuwafanya watu tofauti tofauti kuwa familia moja. Lakini kazi hiyo inaanza ndani ya kila mmoja wetu. Inaanza pale tunapofungua mioyo yetu kwa Mungu na kuwafungulia wengine. Basi tusali. Njoo Roho Mtakatifu, utujaze hekima badala ya kiburi, utujaze huruma badala ya chuki, utujaze ujasiri badala ya hofu. Tufundishe kuzungumza kwa upendo na kuishi kama familia moja, ili dunia iwe mahali pa haki, amani na matumaini katika Kristo. Amina. Kama umependezwa na mafundisho haya na tafakari hii ya sherehe ya Pentekoste,
Tafadhali usipite bila kusubscribe, kulike au kushare katika Habari Njema Channel ili uendelee kuwa wa kwanza kupata habari moto mpya zinazowekwa katika TV hii yetu. Tunapenda kumtakia kila mmoja wetu, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Habari Njema Channel, sherehe njema iliyotukuka ya Pentekoste. Kwaheri.